kiashiria cha kwanza cha mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapopita mahali ukasikia mtu ananena kwa lugha, na lugha ambazo nilizifafanua ni lugha za namna gani? Haleluya. Ama zile lugha ambazo hazitambulikani kwa jinsi ya kibinadamu, maanake si lugha za wanadamu. Kwa sababu tukasoma kwamba kuna lugha za malaika na kuna lugha za wanadamu, si ndio? Paulo anasema nijapo nena kwa lugha za malaika na kwa lugha za wanadamu. Kwa hiyo kuna lugha za malaika na kuna lugha za wanadamu. Na Paulo anasema na uwezo wa kuzinena hizo lugha za malaika. Haleluya. Tukasema labda watu wengine waweza kusema huyu sasa alikuwa ni mtume Paulo. Wewe Musa sio Paulo, si ndio? Kwa hiyo ukianza barata kuberata barata ukatuambia hizo lugha za malaika, pengine tutaona kwamba wewe unatudanganya. Halo? Basi nikawapeleka kwenye andiko lingine linalosema mtu akinena akinena kwa lugha hasemi na wanadamu, bali asema na nani? Na Mungu, maneno ya siri. Tena anasema nikinena kwa lugha akili zangu hazina matunda. Yaani ninaposema barata babaka dubera kataya, anasema akili yangu haielewi ninachosema, lakini anasema roho yangu inakuwa inaomba. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo bila shaka tukajua kwamba hizi lugha ambazo mtume Paulo anazizungumza haziwezi kuwa lugha za kibinadamu. Zitakuwa ni zile lugha za malaika. Haleluya. Amen. Kwa sababu kwa lugha za kibinadamu lazima anapokuwa anazungumza Kichina na Mchina, basi ni Mchina ambaye atakuwa ananisikia. Haleluya. Hiyo inakuwa haina hata haja ya kutafsiri. Ningeweza kuendelea mbele kwenye vipengele vingine. Biblia inasema pia kwamba mtu akinena kwa lugha basi na aombe apewe na kufasiri. Yaani unapokuwa unanena zipra babarato za bragade, basi uombe Mungu akupe neema ya kujua ni kitu gani ulikuwa unaongea. Haleluya. Lakini akasema kama itatokea kwenye kusanyiko kukawa kuna mtu mwingine ambaye anaweza kufasiri, basi wewe utakapokuwa unanena, ule mtu mwingine ambaye Mungu amempa uwezo, wewe unanena zubra barakatu zebra kwa ajili ya kanisa. Sikiliza, hizi lugha kuna zile ambazo ni prophetic, ni za kinabii. Hizi ni kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo hizi uruhusiwi kunena kama hakuna mtu anayetafsiri. Hakuna maana, unapoteza muda, ni usumbufu. Haleluya. Amen. Lakini zile za kuomba mwenyewe, wakati unaomba ribrada sobrede bragada, zinakupeleka kunena maneno ya sirini na Mungu, hizo unafanya mwenyewe. Kwa hiyo hizo ukiomba Mungu akupe kufasiri ni kwa faida yako wewe. Haleluya. Lakini zile ambazo ni kwa ajili ya unabii, yani tuko hapa tunaendelea kujifunza. Hapa roho wa Mungu anamshukia neema anaanza kutabiri. Lakini kutabiri kwake si katika lugha tunayoielewa. Anatabiri katika ndimi za malaika. Haleluya. Akiwa anafanya vile, anatakiwa akimaliza atuambie alikuwa anasema nini. Haleluya. Kama yeye hana uwezo huo, basi Mungu awe amemwezesha Esther aseme alichokuwa nakizungumza huyu ni hiki na hiki na hiki na hiki. Haleluya. Amen. Hizo ndizo lugha. Hiyo ndio kunena kwa lugha. Hasa mtu akinibishia hapo, basi aje tukae tuzungumze vizuri, tujadiliane, ili aniambie Biblia inaposema mtu akinena kwa lugha hasemi na wanadamu. Halafu ukiniambia hiyo ni Kichina au ni Kijapani au ni Kikorea, ili wahubirie wa Korea, halafu nitakuuliza sasa, je, wa Korea ni wanadamu au ni nyani? Halo? Maana Biblia inasema mtu akinena kwa lugha hasemi na wanadamu, si ndio? Wewe unaniambia akinena kwa lugha anazungumza na wanadamu wasiozungumza lugha yake. Lakini Biblia inaweka wazi kabisa, akinena kwa lugha, anenaye kwa lugha hasemi na wanadamu, bali asema na nani? Na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo inawezekana Mungu yuko anakufunulia mambo ya sirini kwa lugha za malaika, uliambie kanisa, lakini ukashindwa kuyaweka katika lugha ya kibinadamu kwa sababu wewe pengine akili yako haiko sharp sana kudaka ni kitu gani ulikuwa unazungumza. Sasa Mungu anamuinua mwingine, anaanza kuambia nini ambacho ulikuwa unakizungumza.
Uzuri ni kwamba Paulo amesema mtu akinena kwa lugha na ombe apewe na kufasiri. Haleluya. Hiyo ndio habari njema ndio kwamba ukiwa unanena kwa lugha, ukishajazwa Roho Mtakatifu wa kweli. Haleluya. Maana naendelea kuweka mkazo hapo, Roho Mtakatifu wa kweli. Kwa sababu ninachokwenda kipengele tunachokwenda kufundisha leo ndio kitakuja kuwa kinachuja mtu ujue kwamba huyu ni Roho Mtakatifu wa kweli au sio wa kweli.